Habari za asubuhi watu wa Mungu, na wasalimu kwa jina la Mungu Mwenyezi katika Kristo Yesu aliyewekwa tangu kuwekwa kwa misingi ya dunia. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia pumzi na uhai kwa neema yake na kwa rehema zake alizonazo juu ya maisha yetu. Maana kuishi kwetu si kwa uwezo wote ambao tunaweza tukawa nao, wala si kwa nguvu zozote ambazo tunaweza tukawa tunazo, lakini ni kwa sababu ya rehema za yule ambaye ametuweka duniani, ambaye alituleta duniani, na mwisho yote ama ukomo wa yote tutarudi kwake. Lakini namshukuru Mungu kwa kuwa najua kwamba kama ni kuishi ama kama tunaishi hivi ama tuko hivi, si kana kwamba tulikuwa na matendo mema sana mbele za Mungu, ama tulikuwa wema, tulifanya yale ambayo yalitupa walanti ama uhakika wa kuishi. Lakini ninachojua ni kwamba kuna rehema za Mungu na huruma za Mungu. Ndio maana katika mazingira yale ambayo tulikuwa nayo, kuna wenzetu ambao, baadhi yetu ambao huenda tupo nao, na hata kama tupo nao huenda wapo kwenye namna za maumivu na mateso ya hapa na pale. Lakini shida inakuwa sio yale ambayo yale ambayo wamepatwa nayo, ili inakuwa shida ni mimi ambaye nimeachwa hai ama nimeachwa hivi nilivyo. Nafikiria nini juu ya yule ambaye ameniacha hai, ameona vema na mimi niwepo siku ya leo. Yesu anasema ya kwamba tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Na maandiko pia anasema kwamba, Petro anasema kwamba, anasema tubuni zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwake Bwana kwenye mioyo yenu. Na ninachojua ni kwamba kama neno la Mungu linatuambia kwamba tutubu kwa kuwa ufalme wa Mungu umekaribia, maana yake kwamba tunahatia ama tuna makosa kwa namna moja ama nyingine. Neno la Mungu ama Yesu hakuambia watu watubu, ila aliwaambia watubu wakijua kwamba kuna maisha ama kuna makosa walionayo ambayo wanatakiwa kuyaacha hayo, na kuyaacha hayo mabaya, yale ambayo hayafai, hayampendezi Mungu, na wakaelekea yale ambayo Mungu alitaka wayafanye ama wayatende kwa namna moja ama nyingine. Ninachojua ni kwamba kama Mungu ametuacha hai, ninachojua kwamba cha kwanza kabisa ni sisi tuache matendo yetu ya hovyo, ni sisi tuache matendo yetu mabaya, kila mtu sawasawa na vile sasa na maisha yake yalivyo na yanavyoweza yakawa. Kwa kuwa Mungu anajua mioyo yetu, anajua maisha yetu. Ndio maana yeye mwenyewe kwenye kitabu cha Isaya anasema kwamba, kwa maana anasema mawazo yenu yapo juu sana, mawazo yake yapo juu sana kuliko mawazo yetu. Na anasema kwamba mawazo alionayo juu yetu, anasema kwamba ni mawazo ya amani, ya kutupa tumaini katika siku zetu za mwisho, katika siku zetu zijazo, katika kipindi ambacho hatujui kitatokea nini ama tutakuwa na hali gani. Lakini anasema kwamba tubuni zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwenye mioyo yenu kwake Bwana. Kutubu manake kuacha njia mbaya, kuacha njia ovu, kuacha njia ambazo hazimpendezi Mungu, kuacha yale ambayo haupasi kuyafanya. Kwa sababu mwisho yote yale ambayo unayafanya leo, unayoyatenda sasa, ulioyafanya huko nyuma, ndiyo ambayo yataamua yaliyoamua leo yako iwaje na kesho yako iwaje. Kwa kuwa matendo tuyatendayo ndiyo ambayo tutahukumiwa, ndiyo ambayo tutasimama. Wanadamu wote tutahukumiwa sawa na matendo yetu na maisha yale ambayo tuliishi ama tulienenda katika mwili, katika wakati ambao Mwenyezi Mungu ametupa kuishi. Tunakumbushana nini katika yote? Ni kwamba tunakumbushana kwamba duniani tunapita, na sisi wanadamu tuna mwanzo wetu na ukomo wetu. Ndio maana maandiko aliwahi kusema kwamba hakuna jipya chini ya jua, bali yote yaliyoko sasa, yanayofanyika sasa, yaliwahi kufanyika huko nyuma.
Kuna watu ambao waliyafanya mambo kama hayo, lakini miisho yao ilikuwa sawa na yale ambayo walikuwa nayatenda, walikuwa nayafanya kwa namna moja ama nyingine. Mungu mpaka siku ya leo anatuagiza tutubu, tuache njia zetu ovu sawa na kila mtu aina ya maisha yake anayoweza akawa nayo. Nikwambie kwamba tunakumbushana kwamba duniani tunapita, na yale ambayo tunayafanya sasa, tunayafanya leo, ndiyo ambayo yataamua baada ya maisha haya tuwe wapi. Kwa sababu pamoja na yote, kama nilivyosema mwanzo, kwamba kuna siku ambayo imewekwa ambayo kila mwanadamu atahukumiwa sawa na matendo yake, atahukumiwa sawa na njia zake, atahukumiwa sawa na yale yote aliyoyafanya katika mwili. Kama ilikuwa mabaya, kama yalikuwa mema, atahukumiwa sawa na hayo. Lakini neno la Mungu linatukumbusha ya kwamba tumeachwa hai kwa sababu ya rehema za Mungu, tumeachwa hai kwa sababu ya huruma za Mungu. Wale wote waliopata na mabaya, sio maana ya kwamba walikuwa na dhambi kuliko mimi na wewe, lakini yote yale yaliyowapata ni onyo ama ni fundisho ya kwamba hata mimi mwenyewe yanaweza akanipata yale. Lakini neno la Mungu linatukumbusha juu ya kutimiza wajibu wetu katika maisha yetu, katika kipindi ambacho tumejaliwa kuishi ama tumepewa kuishi, kukumbuka kwamba Mungu alitaka tufanye nini, alitaka tuishi maisha ya aina gani, alitaka tuenende katika njia gani, alitaka vitu gani tusivifanye kwa hasara gani ambao tutaipata baada ya kufanya hicho kitu, lakini tufanye vitu fulani kwa faida kiasi gani ambayo tutaipata baada ya kufanya hilo jambo. Ni kwamba duniani tunapita, wewe na mimi hatujui kesho yetu, lakini ni kwamba tunavyohubiri mambo kama hayo, hatuna maana kwamba mtu akigeuka njia zake, akaacha njia zake mbaya, akaacha njia zake ovu, akaacha njia zake chafu, haina maana kwamba hatakufa kabisa. Lakini Mungu anatukumbusha kwamba tusisahau, bali tutimize wajibu wa kuishi kwetu. Nikwambie kwamba hakuna kitu ambacho kitadumu milele. Hakuna mwanadamu yoyote ambaye atadumu milele. Vyovyote vile unaweza ukawa na nguvu za kufanya dhambi, za kufanya umalaya, za kufanya uchafu wa kila namna, lakini vema nikwambie kwamba yale ambayo unayafanya ndio ambayo utahukumiwa kwayo. Utahesabia kwamba unahatia mbele za Mungu, na utahukumiwa sawa na yale ambayo umeyafanya, unayatenda, na yale ambayo utaendelea kuyatenda. Tunakumbushana, duniani tunapita, hatujui kesho yetu, lakini Mungu anasemaje? Anatukumbusha kwamba tunatakiwa kutengeneza njia zetu. Iwe ni vijana, iwe ni baba, iwe ni mama. Maandiko kwenye kitabu cha Mhubiri ule mlango wa 12 mstari wa kwanza anasema kwamba mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako. Anasema kabla hazijaja siku zilizo mbaya, utakazosema ya kwamba sina furaha katika siku hizo, sina furaha katika miaka hiyo. Alivyosema kwamba siku za ujana wako, hakuwa na maana kwamba anaongea na vijana peke yao, lakini alikuwa anaongea na moyo wa kila mtu na nafsi ya kila mtu. Anasema mkumbuke. Hasa mgogoro unaweza kusema kumkumbuka Mungu ni nini? Kwamba kwa namna moja ama nyingine, kwamba kumkumbuka Mungu ni wewe kufanya yale ambayo ulitakiwa kuyafanya, kuyatenda yale ambayo unajua kwamba ni mapenzi ya Mungu, na wewe kuto kufanya yale ambayo unajua kabisa, haya mimi mwenyewe nisingependa mtu anifanyie ama watu wanifanyie. Nasema kwamba tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Tubuni zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwenye mioyo yenu kwa kuwako kwake Bwana. Nikwambie mtu wa Mungu kwamba duniani tunapita, hakuna chochote ambacho kitasimama na maisha yako isipokuwa matendo yako na maisha yako ambayo utaishi ama unaishi leo. Unapokuwa uko hai, uko mzima, una nguvu tena, matendo yako ndio ambayo yataamua. Kwa sababu muda mwingine ubaya wa dhambi si kwa kuneta dhambi, lakini ubaya wa dhambi ni madhara yake. Ni kwamba utafurahia wakati wa kuifanya, lakini
kwenye moyo wako na kwenye maisha yako ina majuto ya milele, ina majuto makubwa, kwamba pale ambapo utakuwa sababu ya mtu yote kujisikia vibaya, utakavyokuwa sababu ya machozi ya mtu, hakuna kazi yoyote, hakuna chochote ambacho unakifanya kwa ajili yako tu, kwa ajili ya mwingine tu, lakini jambo lolote unaolifanya unalifanya kwa ajili ya maisha yako mwenyewe, unalifanya kwa ajili ya maisha yako wewe mwenyewe. Ninachojua ni kwamba tupo watu ambao tupo kwenye vifungo mbalimbali ambavyo shetani ametufunga kwa sababu ya uholela wetu wa kuishi. Ndio maana Biblia kama maandiko matakatifu yana karibu neno moja, mawili, matatu ya kwamba mwanadamu aache mabaya afanye yaliyo mema, kuanzia Mwanzo na mpaka Ufunuo, kwamba mwanadamu aache mabaya afanye mema. Iwe na nguvu hana nguvu, iwe ni kijana iwe ni nani, aache kutenda matendo mabaya, aache kutenda matendo ya hovyo, kwa kuwa shetani ni matendo mabaya na Mungu ni matendo mema. Ndio maana maandiko yanasema kwamba, Yesu anasema kwamba kwenye kitabu cha Yohana anasema kwamba atendaye dhambi ni wa Ibilisi, atendaye dhambi ni wa Shetani. Haijalishi anasema kwamba nasali, anasema kwamba ameokoka hajaokoka, ana dini ama hana dini, atendaye dhambi ni wa Shetani. Dini yako, kanisa lako ni vizuri zaidi lingekusaidia wewe kuishi maisha ambayo ulipaswa kuyaishi, ulipaswa kufanya yale ambayo ulitakiwa kuyafanya, ambayo maisha yako yote hautakuja kujutia kwa namna yote ile. Matendo yako, maisha yako, kanisa lako, dini yako halitasimama na wewe kwenye ile siku ya hukumu ya Mungu Mwenyezi ambayo atatuhukumia wanadamu wote. Haitasimama kwa namna yote ile, isipokuwa maisha yako mwenyewe ndiyo ambayo yatasimama pamoja na wewe. Ndio tena kwamba Biblia ina karibu maneno mawili matatu, mwanadamu aache mabaya na atende mema. Lakini Yesu anasema kwamba bila mimi ninyi hamwezi neno lolote. Bila mimi manake bila mwanadamu yoyote, bila Mungu bado hawezi akafanya mapenzi ya Mungu, hawezi akafanya yale ambayo Mungu alitaka yafanye, alitaka uyatende. Peke yako hawezi. Unahitaji msaada wa Yesu na msaada wa Mungu akusaidia kutoka kwenye hali na vifungo vya uovu ambavyo shetani anaweza akawa amekufunga kwa namna moja ama nyingine. Anasema kwamba peke yetu sisi wanadamu hatuwezi bila Mungu. Maisha yote, kwa nguvu yoyote, kwa uwezo wote ambao tunaweza tukawa nao, mwanadamu bila Mungu hawezi chochote. Hata kama atafanya vizuri leo, baadaye lazima utakuta kuna eneo kakorofisha, kafanya vibaya, kafanya kwa namna ambayo hapaswi kufanya namna hiyo. Ni kwamba nachojua ni kwamba tupo watu ambao tunazini, tunafanya umalaya, tunafanya uchafu wa kila namna, tunakunywa mipombe, tunavuta sigara, tunajichua kama sijui kujizini, kujichua na takataka nyingi ambazo tunaendelea nazo kwenye maisha yetu, na vitu vingi. Hata kama naweza nisigusie kila ambacho au dhambi ambayo unaitenda, lakini nakwambia kwamba, lakini nasema kwamba ama nazo kwamba sio wote ambao wanaweza kana wanafanya hayo wanapenda, lakini tunatangaza kwamba uwezo wa Yesu unaweza ukakusaidia, kwa kuwa Yesu alikufa kwa ajili yetu, kwa ajili ya sisi wenye dhambi tuliokuwa tufai kwa chochote, akatusaidia kwa sehemu, na kwa sehemu ametufungua na anaendelea kutusaidia tena na tena. Nasema kwamba Mungu ni uweza uliojua uweza wote. Pale ambapo wanadamu anaweza kanashindwa, yeye anaweza kumsaidia mwanadamu yeyote, anaweza kumsaidia mtu yeyote, alimadamu amefungua moyo, ameonyesha kwamba anahitaji msaada wa Mungu, anahitaji wokovu wa Mungu, anahitaji rehema za Mungu, anahitaji huruma za Mungu, anahitaji kusaidiwa na Mungu. Huyo ndiye ambaye Mungu anamsaidia huyo ndiye ambaye Mungu anamtetea huyo. Lakini duniani tunapita. Tubuni zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwenye mioyo yenu,
kwa kuwako kwake Bwana. Yesu anasema tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Tubuni ili mrejee, mwache njia zenu mbaya, mumwelekee Mungu aliye hai, Mungu ambaye mwisho yote atatuhukumia wanadamu wote sawasawa na yale ambayo tunayatenda, tutakayoendelea kuyatenda. Asanteni sana. Tuna asubuhi njema. Ya duniani tunapita, iwe ni vijana kwa wamama, kwa namna yote duniani tunapita, hatujui kesho yetu. Ni vizuri zaidi tungemwelekea Mungu ambaye hata kama tutakuja kuondoka duniani, basi tuje kuondoka kwa namna ya baraka sana, kwa namna ya uheri sana. Kwa sababu kuokoka ama mtu kuacha njia zake mbaya haina maana ama sio tafsiri ya kwamba hatutakufa. Lakini wokovu wa Mungu, wokovu wa Yesu wenyewe kabisa unakufundisha wewe kuishi maisha uliopaswa kuyaishi, maisha ambayo ulitakiwa kuyaishi, ambayo popote ambapo utaishia, basi kifo chako kinaweza kikawa cha uheri, kinaweza kikawa cha baraka. Ile nje na hivyo, wanadamu wote duniani tunapita. Usisahau, ukiona una nguvu zozote zile, iwe ni kijana una nguvu za kufanya umalaya, Wanyakyusa anasema kwamba winuile mbikipiki, yani umeshanyenyua mkia kama ng'ombe anapokuwa anakimbia. Nasema kwamba usijisahau, nguvu ulizonazo zina ukomo, zina mwisho. Ni vizuri zaidi nguvu ulizonazo ukazitumia katika kufanya mapenzi ya Mungu ama yale ambayo ulitakiwa kuyafanya. Asanteni sana.